بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. ambapo leo hii bi'aunillahi alkarim wa mannihi wa karamihi tutasoma kuanzia nukta ya 3. Yaqulu almuallif au yaqulu aljami' hafidhahu Allah ta'ala: wa yustahabbu fiha kullu naw'in min alibadat, na panasunishwa ndani ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja kila aina miongoni mwa aina za ibada. Wa yustahabbu fiha, na panasunishwa ndani ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja kullu naw'in, kila aina min alibadat, kutokana ibada mbalimbali, kama qala Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. كما لمسمى ابن هجر الله الرحيم: والسبب في افتضالها، na sababu ya kufadhilika kwake masiku haya 10. Wasababu fi iftidaliha, na sababu ya masiku haya 10 kuwa bora. Wasababu fi iftidaliha, na sababu ya haya masiku 10 kuwa bora zaidi ijtimau ummahati alibadati fiha, ni kule kukusanyika ibada mama ndani ya masiku hayo 10. Ijtimau ummahati alibadati fiha, ni kwa sababu ya kukusanyika mama wa ibada ndani ya haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Hiyo ni dalili au ni maneno ya Imam rahimahullah yanaonyesha kwamba ni sunna mtu kufanya kila aina ya ibada kwa kadiri ya vile anavyoweza miongoni mwa ibada mbalimbali, ka qiraati alquran, kama vile kusoma Qur'an, wasilati arrahimi, kuunga undugu, wa talab alilm, na kutafuta ilmu, kusoma hususan ahkamu za mwezi huu wa Dhulhijja, wa sawmi au siyam, kufunga na ibada nyinginezo. Hiyo ndio maana ya muallif kusema wa yustahabbu fiha, na panapendezeshwa, panasunishwa ndani ya hayo masiku 10 kullu naw'in, kufanya kila aina min alibadat, miongoni mwa aina za ibada mbalimbali, miongoni mwa aina za ibada mbalimbali. Wazi? Sauti wazi عندكم؟ طيب. رابعا: وصيام التسعة الأولين، na kufunga siku 9 za mwanzo min 10 dhilhijjati mustahabbun, kutokana na mwezi au kutokana na masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni sunna. Wasiyamu 9 al-awwali, na kufunga siku 9 za mwanzo min 10 dhilhijja, kutokana na masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja mustahabbun, ni jambo la sunna. والدليل حديث هنيدة بن خالد، حديث يا هنيدة mtoto wa Khalid, عن امرأته kutoka mke wake, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم kutoka baadhi ya wakeze mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasemaje?
hii dalili kuwa as-salaf walikuwa ni mafuqaha, watu wenye ilmu, wao na wake zao. Wanawake walikuwa wamejipinda katika kusoma ilmu, mpaka nafikia tu wanapokea riwaya hadithi ya Hunaida mtoto wa Khalid kutoka kwa mkewe, yeye amepokea kutoka kwa mke wake, baadhi azwaji nafsi, na wao wamepokea kutoka, na yeye amepokea kutoka kwa baadhi ya wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qalat, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa Mtume alayhi wasallam yasumu 9 Dhulhijja, anafunga siku 9 za mwezi wa Dhulhijja. Kana Rasul sallama, alikuwa Mtume wa Allah yasumu 9, anafunga siku 9 Dhulhijja za mwezi wa Dhulhijja. Rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Albani fi at-ta'liqat ar-radhiyya. Hiyo masala ya kwa ni kufunga masiku haya kuanzia tarehe 1 kufunga tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5 mpaka tarehe 9. Jambo hilo ni sunna, jambo hilo ni sunna, na dalili hiyo hadithi. Khamisan, wasiyamu yaumi Arafa, na kufunga siku ya Arafa lisaimi ghairi alhaj, kwa aliyefunga ambaye hajaenda kufanya ibada haji, yukaffiru sanatayn, kufunga huku kunapofuta madhambi. Kufunga siku ya Arafa kunafuta madhambi ya miaka miwili. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، na dalili ya jambo hilo ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu, Allah anifutie madhambi ya mwaka uliopita, was-sanata allati ba'daha, na madhambi ya mwaka unaokuja. Rawahu Muslim. Hapa tunapata faida kuwa siyamu yaumi Arafa kwa yule ambaye hajaenda haji ni sunna, na fadla yake ni kwamba inafuta madhambi ya miaka miwili. Lakini haya madhambi ya miaka miwili hayatafutwa mpaka uwe na ihtisab. Sharti yake kubwa ni al-ihtisab, kutarajia kufutiwa hayo madhambi. Lazima utarajie kufutiwa hayo madhambi, ndipo utapata ujira huo, kwa sababu Mtume amesema ahtasibu ala Allah, natarajia kwa Allah an yukaffira as-sanata allati qablah, kunifutia madhambi ya mwaka uliopita, was-sanata allati ba'dahu, na madhambi ya mwaka ujao. Lakini kwa sharti lazima uwe na ihtisab al-ajri, kama qala Nabii sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, mwenye kufunga Ramadhan hali ya kuwa mwenye kuamini na hali ya kuwa mwenye kutarajia kwa Allah atamlipa, basi huyo ndiye ambaye atafutiwa madhambi yake ya miaka miwili kwa sababu ya kufunga ya Arafa. Lazima uwe na ihtisabu al-ajri, usifunge kimazoea, bali lazima uwe na ihtisabu al-ajri. Naam. Kwa hiyo hapo tunafundisha kuwa ihtisabu al-ajri
ihtisabu ajri al-ibada, au nasema shurutu al-intifai au shurutu al-intifai bil-ibada.